Tunasoma leo Suratul Mumtahina au husemwa Suratul Mumtahana. Ni sura ambayo iliteremshwa Madina na ina aya 13. Maelezo yake kwa ufupi: hadhihi suratu alkarimatu min as-suwari al-madaniyya, sura hii tukufu ni katika sura zilizoteremshwa Madina, allati tahtammu bijanibi at-tashri'i. Sura hii imetilia nguvu au mkazo upande wa sheria. Ni sura iliyokuja kuweka sheria. Unajua, jamii yoyote ya watu yenye ustaarabu lazima iwe na misingi imara ya uongozi, ukifungamanishwa na sharia ya wale ambao watakengeuka kwenye huo uongozi. Sharia huwa inachukua mkondo wake kuwanyoosha. Kwa hiyo jamii ya Waislamu changa ya Madina ilikuwa inahitaji vitu vingi, ikiwemo hiyo sharia. Sura za Maka hazikuja na sharia wala ibada, lakini sura za Madina zilizokuja na sharia na maelekezo ya ibada. Kwa hiyo sura hii ni sura ya Madina, na katika mambo yake ya umuhimu imekuja kujikita katika kuweka sharia. Wa mihwaru surati yaduru hawla fikratul hubbi wal bughdhi fillahi. Mada kuu au kiini hasa cha sura hii kimejikita katika fikra ya mapenzi na chuki kwa ajili ya Allah. Yani muumini anatakiwa akipenda kitu apende kwa ajili ya Allah, na akichukia achukie kwa ajili ya Allah. Anapenda kitu ambacho Allah pia anakipenda, na akichukia kitu akichukie kwa sababu pia Allah anakichukia. Isiwe kwa matamanio yake tu, hata kitu Allah anapenda yeye akasema mimi sikipendi na kichukia, atakuwa anakosana na Muumba wake. Au kitu yeye anakipenda hata Allah anakichukia, yeye akabaki kukipenda tu, atakuwa anakosana na Muumba wake. Kwa hiyo kwenye imani, kwa muktadha wa imani, muumini anatakiwa kupenda kwake na kuchukia kwake kukubaliane na ridhaa na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndicho kilichozungumzwa kwenye sura hii. Huku kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah, alladhi huwa awthaqu ghura al-Islam. Huu ni mpini imara wa Uislamu, kishiko madhubuti cha Uislamu. Waqad nazala sadru surati, aya za mwanzo za sura hii ziliteremshwa aitaban li Hatib ibn Abi Balta. Alikuwa anagombwa sahaba mmoja na haukukanushwa Uislamu wake. Si kwamba kaambiwa mnafiki au kafir, ni Muislamu mzuri, imani yake kwenye dini iko sawa, lakini alikuwa anapenda anachokichukia Allah na mtume wake, ndo akagombwa. Muhusika mkuu na sababu ya kushuka aya hizi ni bwana mmoja huyu sahaba muhajir, anaitwa Hatib ibn Abi Balta. Hina kataba kitaban li ahli Makkah. Huyu bwana yuko Madina, ni muhajir katika watu waliohamia Madina, lakini aliandika barua kwa mkono wake kuwaandikia watu wa Maka ambao ni Makureshi washirikina, ndio waliomfukuza mtume na waliosababisha Waislamu waambiwe wahamie kwingine. Kawaandikia washirikina, watu ambao hawana imani na mtume, hawana imani na Allah mmoja peke yake, hawana imani na Uislamu. Yeye kawaandikia barua, yukhbiruhum, kwenye barua yake hiyo anawahabarisha
anawapa taarifa, anawajulisha watu wa Maka anna rasula sallallahu alayhi wasallama, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama qad tajahaza lighazwihim, ameshafanya maandalizi makubwa huku ya kwenda kuwapiga vita, anawaendea watu wa Maka kivita. Kwa hiyo alikuwa anawataarifu watu wa familia yake, ndugu zake, jamaa zake, wachukue tahadhari. Bwana, mnakuja kuvamiwa kijeshi, na mimi ndugu zangu nawapenda, kwa hiyo mujue na mchukue tahadhari za maksudi. Mtu yuko huku kwa mtume, anawaandikia barua maadui wa mtume, na mtume kweli alishakuwa kapanga jambo la kwenda kuifanyia ile Maka. Kama dhakara taala, kama ambavyo Allah ametaja hukma muwalati aadaillahi, hukumu ya mtu ambaye anatengeneza mapenzi na maadui wa Allah. Wewe unasema unampenda Allah, lakini wale maadui wa Allah na wewe pia unawapenda. Sasa mapenzi haya yanakuja kujaje? Nampenda huyu lakini ana maadui wanaotakana roho, ila na hao maadui zake pia ninawapenda. Sasa unapendaje? Mapenzi gani haya? Wakati Allah katahadharisha, kuwatahadharisha waumini wanapopenda, mapenzi yao yawe yanaendana na mapenzi ya Allah, na wanapochukia, chuki zao ziwe zinaendana na chuki ya Allah. Unapenda kitu kwa sababu Allah anapenda, hicho kipende, maana wewe uko upande wa Allah. Na ukikichukia kitu, ukichukia kwa sababu Allah anakichukia, kwa sababu wewe uko pamoja na Allah. Ukifanya tofauti, wewe unakosana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadaraba al-amthala, na Allah amepiga mifano fi Ibrahima wal mu'minin, kapiga mifano ya Ibrahim na waumini wa zama za Ibrahim, fi tabarruihim min almushrikin, jinsi walivyokuwa na dhamira ya pamoja, walikuwa wana maazimio ya kuwakataa washirikina, wamejitenga nao mbali. Wabayana, na pia Allah amebainisha kwenye sura hii hukma alladhina lam yuqatilu almuslimin, hukumu ya washirikina werevu, washirikina wastaarabu ambao hawana ugomvi na Waislamu. Yeye kabaki na mila yake na dini yake, lakini hana ugomvi na Waislamu. Mshirikina kama huyu wameelekezwa Waislamu waishi naye vipi, waamiliane naye vipi. Kwenye sura hii wa hukma almu'minati almuhajirati wa darurati imtihanihinna. Pia sura hii mwisho imetaja hukumu ya wanawake wanaohama kutoka mji wa ushirikina kwenda mji wa Uislamu. Waislamu wameambiwa watakapokuja watu kutoka kwenye mji wa kufru wanaingia kwenu kwenye maeneo ya Uislamu, wakadai kuwa wao ni wahamiaji wazuri, msiridhike tu na maneno yao ya mdomoni, wafanyeni mtihani. Pengine wanakuja kwa lengo la ujasusi na wanaandaa miundo mbinu kuwaandalia wavamizi waje wakiwa washapata picha halisi. Kwa hiyo katoka alikotoka anaingia kwenu na nyinyi Waislamu. Mkijua huyu ni adui wa Uislamu, msimpokee, ndo mnakaribisha matatizo. Lakini mkijiridhisha kweli kaja kwa lengo zuri, hana shari na sisi, mnaweza mkampokea. Wa ghairi dhalika min al-ahkami at-tashri'iyya, na humu kwenye sura hii yako mambo mengi zaidi ya hayo katika hukumu za kisheria. Waislamu wakikaa pahala kama society, wanatakiwa wawe na werevu na mbinu zilizokamilika ya kuenzi, kulinda, kuendeleza mila yao, desturi zao, utamaduni wao, usije ukavurugwa na mahasimu zao au maadui zao. Ibtadaat suratul karima, imeanzwa sura hii tukufu mwanzo wake bitahdhiri min muwalati aadaillahi. Aya za mwanzo zinawatahadharisha Waislamu
kuwa na mapenzi na maadui wa Allah. Huyu na Allah hawaelewani. Na wewe muumini unasema unampenda Allah na unataka radhi zake. Utampendaje mtu asiyeelewana na Allah na hayapendi hayo ambayo wewe unayapenda upande wa Allah? Obviously huyu hatakiwi umpende, anakuwa ni adui kwako, hapendi maendeleo yako. Wametahadharishwa Waislamu kwenye sura hii wasiwe na mapenzi na maadui wa Allah. Alladhina, maadui wa Allah ni wale ambao adhaul mu'minin, wamewafanyia maudhi mbalimbali waumini, hata tarruhum ila alhijrati, mpaka kwa maudhi yao waumini wakalazimika kuhama kwenye miji yao. Watarki diyari wal autani, wakaacha majumba yao, wakaacha miji yao ambayo wanaipenda na ambapo wamejiimarisha, wamewekeza. Mtu anashindwa kukaa, analazimika ahame kwa sababu ya maudhi ya maadui wa Allah. Sasa wewe mu'min, hawa ni maadui, hutakiwi kutengeneza mapenzi nao. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa, msiwafanye maadui zangu ambao pia ni maadui zenu na nyinyi, msiwafanye vipenzi, msiwakunjulie nyoyo. Al-ayati, mpaka mwisho wa aya hizo. Bayanati suratu, sura hii imebainisha anna al-qarabata wan-nasaba was-sadaqa, ukaribu katika undugu wenu, nasabu zenu za kuzaliwa au urafiki kwenye maisha, fi hadhihi alhayati, katika maisha haya ya dunia, lan tanfaa al-insanu abadan yawm al-qiyama, katu vitu hivyo havimnufaishi binadamu siku ya kiyama. Haukunufaishi undugu wako na ndugu zako, wala nasabu yako ya kwenu ulikozaliwa haina manufaa na wewe siku ya kiyama, wala urafiki wako na wale marafiki zako hausaidii chochote siku ya kiyama. Wanafundishwa Waislamu hivyo. Haithu la yanfa'u al-insanu illa al-imanu wal amalu salih, huko akhera siku ya kiyama ni kwa hala ambako hakuna kitakachomnufaisha binadamu isipokuwa imani iliyotendewa amali njema. Kaamini alafu akapractice kile alichokiamini, amali zake zilizo ndani ya imani ndizo zitakazomsaidia. Upate msaada kwa sababu umekaa vizuri na ndugu zako, au umekaa vizuri na familia yako, nasabu yako, au umekaa vizuri na marafiki zako, hawaji kukusaidia chochote. Lazima uwe na imani iliyofungamana na amali njema, wewe ndo utakuwa mtu ambaye umefanikiwa.